Taarifa ni mara baada ya bunge la Ulaya kuendelea kuipa nguvu chama cha demokrasia na maendeleo kupitia kesi ya uhaini ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Mugwe Lissu, na imeonekana pia kuendelea kumpa nguvu na kuendelea kuwapa nguvu wanachadema baada ya kesi hiyo kuendelea kuzungumziwa na pia hata kuendelea kujadiliwa katika bunge la Ulaya, na pia hata kwa baadhi ya wanasheria kutokea katika bunge hilo la Ulaya, lakini pia na hata viongozi tofauti ambao umeonekana pia kujaribu kuzungumzia mjadala huu ambao umekuwa ukiendelea kuhusu kesi ya uhaini ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu, licha kwamba nafikiri wanachadema wamekuwa wakifanya kazi ya ziada kutamani hata issue ya no reform no election iweze kufika bungeni katika bunge la Ulaya, lakini cha ajabu mambo bado hayajakaa sawa, yani wanachokitarajia ni kwamba bado hakijafanikiwa. Kwa hiyo wamejikuta kwenye hii issue ya mwenyekiti Tundu Lissu ambayo imekuwa kidogo ndo kubwa kiasi kwamba labda pengine wanachokiamini kwamba labda pengine bunge la Ulaya linaweza likatoa tamko kali kwenye nchi yetu Tanzania, lakini ni issue ambayo nafikiri bado iko na boundary, kwa sababu haiwezi kuwa rahisi kwa bunge la Ulaya likatolea ufafanuo ama likatoa tamko kali kuweza kuipelekesha Tanzania. Kwa hiyo hata kama bunge la Ulaya limeendelea kuivaa Tanzania na kuweza kujadili kuhusu issue ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, lakini haiwezi kuwa rahisi kwamba eti wao ndio iamulie Tanzania iweze kufanya nini ama mahakama iweze kufanya nini, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba wao hawana uthibitisho na hawaelewi kinachoendelea baina ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo haijalishi ni kwamba watajadili, watazungumza, watatoa ushauri na maoni, lakini hawawezi kutoa tamko la kuifanya serikali iweze kufanya kile wanachokihitaji wao kama bunge la Ulaya, na hakuna sheria ambayo inaweza ikairuhusu bunge la Ulaya kutoa tamko ama kuipelekesha nchi husika kwenye maamuzi ya mahakama katika nchi husika iliyopo katika zile moja ya sheria zinazoikumba pia serikali na mahakama. Nafikiri ni swala ambalo bado Tanzania itaendelea kuhakikisha pale wanapotaka kushikilia waendelee kupashikilia mpaka maamuzi yatakayotokana na mahakama kuweza kufanyika, ndipo bunge la Ulaya pia litakuwa na nafasi ya kuweza kutoa tu ushauri na pia moja tu ya sehemu ya kulimbikiza pia yale ambayo walikuwa wanatamani kuweza kuyafanyia kazi katika nchi husika. Lakini kuweza kutoa onyo ama kuweza kuipa pia serikali pia maamuzi ama kuhitimisha, wao bado hawana uwezo huo, na hata likiwa linaendelea kujadiliwa hili swala, lakini bado maamuzi hayawezi kutoka kwenye bunge la Ulaya mpaka mahakama ya nchi husika iweze kufanya maamuzi. Kwa ni issue ambayo licha kwamba imekuwa ikiendelea kuvamiwa na bunge la Ulaya, lakini bado mwafaka hauwezi kupatikana mpaka mahakama ya nchi husika iweze kufanya. Cha msingi tukutane kwenye comment in Hatboy Media.